inakwenda katika nukta muhimu, na nukta hiyo ni ya kutambua wasifu wa marehemu ili kuepusha pasije pakasemwa kitu kingine ambacho hakikuwepo. Na jambo hili ataliongoza mwanaye Bwana Juma Moshi Shaabani, na ndiyo silsila aliyoileta Mwenyezi Mungu katika Qur'an. Alipokuwa akiwataja watu wema alikuwa akieleza wasifu wao. Wadhkuru fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di, alikuwa kadha kadha. Wadhkuru fil kitabi fulani kadha kadha. Kwa hiyo kujua wasifu ni kitu muhimu sana. Bwana Juma, nadhani unamfahamu vyema baba yako kuliko sisi. Basi vyema tukafahamu wasifu ili kusudi maiki kitoka hapa sasa tupate Qur'ani na iende meza kuu kwa mheshimiwa shekhe wa mkoa. Karibuni sana. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niko hapa kwa ajili ya kutoa wasifu wa marehemu Mzee Moshi ambaye ni mzee wangu. Kwanza kabisa Mzee Moshi alizaliwa tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 1950. Kwa hiyo Mzee Moshi amefariki akiwa na miaka 75. Kwa hiyo yeye alikuwa ananiita mimi Mzee Juma, na historia la jina Juma ni jina la mzee wake yeye. Yeye anaitwa Moshi Juma Shabani, mimi naitwa Juma Moshi Shabani, na ndio maana alikuwa ananiita Mzee Juma. Kwa hiyo wale ambao wanasikia tu labda namwambia Mzee Juma, ni kwa sababu hiyo, na nafarijika Mzee Moshi amekufa kwenye mkono wangu. Kwa hiyo hilo nilitaka niliseme. Kwenye swala la elimu, Mzee Moshi alikuwa mwalimu. Kuna watu wanamfahamu kama Mwalimu Moshi, watu wengi sana. Amesoma Butimba, chuo cha Butimba. Kuna mama yetu mkubwa mmoja anaitwa Mwalimu Mashaka, amekaa maeneo ya Jua. Miongoni mwa watu ambao wanamfahamu Mzee Moshi tangu zamani, lakini wengi wamekuwa wakimjua kama Mwalimu Moshi. Hii Mzee Moshi imekuja baada ya umri unapokuwa unaenda na busara ambazo ninyi mmemuona anazo, kama ambavyo zimesemwa hapa kwa wingi sana, kwa sababu jamii inachokuona nacho ndicho ulicho nacho. Sisi tunaweza tukawa tunamuona hivi, kumbe hayupo hivi. Kwa jamii ndio inasema Mzee Moshi alikuwa ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo binafsi pia naendelea kufarijika kuona watu wanamzungumzia Mzee Moshi vizuri. Hilo lilikuwa ni swala la elimu yake. Kwa hiyo alikuwa ni mwalimu na amesoma Butimba hapo. Katika swala la ajira, Mzee Moshi amefanya kazi sehemu mbalimbali. Tataja chache tu. Mzee Moshi amewahi kufanya kazi Care International, na hiyo ilikuwa ni Ngara miaka ya 90. Ngara amefanya kazi. Lakini pia Mzee Moshi amefanya kazi na Rajani pale Kauma pale mjini, kabla hawajaweka mambo ya kisasa. Sasa hivi pamebadilika sana. Kwa Mzee Moshi alikuwepo pale. Lakini pia Mzee Moshi kama alivyosema babu, na kweli Mzee Moshi alikuwa anamuita Babu Muhammad pale babu hivyo. Mimi alikuwa akinituma nenda kwa babu, kwa hiyo alikuwa anamuita babu hivyo. Kwa hiyo babu amemzungumzia katika swala la tampere, mahusiano
Ni kweli mzee Moshi alikuwepo na alikuwa ni project coordinator wa Ardhi ya Mambo. Kwa hiyo babu amesema sahihi kabisa. Hayo ni baadhi tu ya maeneo, kwa sababu nikisema mzee Moshi amefanya huku tutachukua muda mwingi sana. Lakini mzee Moshi alikuwa ni mjasiriamali, alikuwa na kampuni yake inaitwa Mofajos Investment. Lakini huko ndani kulikuwa na kitu kingine, Wega Hydropower huko ndani. Kwa hiyo kulikuwa na mambo mengi sana mzee Moshi alikuwa anayafanya. Haya sisi kama wanafamilia tulikuwa tunayafahamu. Katika swala la jamii na familia ambapo ninyi mmemzungumzia mzee Moshi, tukianza sisi kama wanafamilia, mzee Moshi alikuwa ni baba. Nikisema baba ni kwa maana ya baba, haina maana mzazi hapo. Hakuna binadamu aliyokamilika. Ndio maana hata mtume wetu, nadhani Mashehe mtanikosoa hapa, kama alikuwa akitaka kufanya kitu ambacho sio sahihi, basi ilishuka aya kwamba fanya hivi, kwa sababu ya ubora wake Mwenyezi Mungu anamshushia aya. Sasa mzee Moshi alikuwa ni mtu, yaani ile pengine labda hata akikosea mtoto, wewe unaona amenikosea, lakini kumbe anakunyoosha kwamba hicho anachokifanya hakiko hivyo. Kwa hiyo kwenye familia alikuwa ni mzee kweli kweli, alikuwa ni mcheshi, ukimpelekea tatizo linatatulika. Lakini amefundisha kuthamini kwa mtu anayekusaidia hata kwa kidogo. Mzee Moshi ananiambia, mzee Juma, mti uliokutibu ukoma usiupige teke. Akiwa anaumwa mzee Moshi anasema, mzee Juma, mti uliokutibu ukoma usiupige teke. Ukiona haukufai unyanyue uweke pembeni. Hii inatufundisha mengi sana kutoka kwa mzee Moshi. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana mzee Moshi amefanya kwenye familia yetu. Ametufundisha sisi kama watoto kutokukata tamaa. Yaani mzee Moshi akiwa anaamini jambo lake linawezekana, litawezekana. Kuna mambo tu aliniambia nimesahau. Viongozi wa mkoa hapa kama na wenyewe walipata fursa ya kuzungumza naye. Nimemwona mzee wangu hapa, mzee Meso, amezungumzia historia ya tanki la maji Bungio. Lile tanki la maji lilikuwa na mambo mengi sana. Kwanza, bomba lile lilipita katika makaburi ya Waislamu. Nadhani wale wenyeji wa Mwanza watakuwa wanafahamu. Ikaleta vurugu. Watu wakasema tunataka kumuona huyo mzee Moshi anapitishaje bomba la maji sijui hapa. Wazee Ghana pale kumwambia, sisi hapa tumelaza marehemu wetu. Moja katika vitu alivyoniambia, tumekaa pale, mzee Moshi anasema, nikawajibu wale wazee, nikasema, baada ya kuwajibu majibu haya, naona mmekuja na jazba, sasa nitawaruhusu kama wakunikata nikate. Nakumbuka mmoja katika kitu alisema hivi, niliwaambia wale wazee, wakati tunapitisha bomba hili tulinuia kwamba yoyote atakayetumia maji haya ya Ibungio, sababu hizo ziende kwa hawa marehemu ambao bomba hili linapita. Akawaambia wale wazee, akasema, kitu cha pili niliwaambia, bomba hili linapopita hapa, yoyote atakayetia udhu kwa kutumia maji haya, sababu hizi ziende kwa hawa ambao wamepitiwa na bomba hili. Aliniambia kama mambo manne haya, nayakumbuka kwa haraka haraka. Akasema, baada ya hapo, kama mmekuja na mapanga nikateni. Kila mmoja kimya. Kwa hiyo hii inaonyesha ni busara za mzee Moshi. Kwa hiyo mzee Moshi alikuwa ni kiongozi. Nadhani pia ndio maana mlimuona anafaa mkampa mwenyekiti wa BAKWATA mkoa, kwa sababu alikuwa ni kiongozi.
Kwa hiyo sisi kama familia tumepoteza kiongozi, tumepoteza baba. Tumempoteza mzee Moshi na tunamwombea dua Mwenyezi Mungu ampunguzie kila aina ya kadhia katika kaburi lake. Mwenyezi Mungu amlinde kila aina ya misukosuko ya kaburini. Mwenyezi Mungu amfanyie kaburi lake liwe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Tunamwombea mzee Moshi. Kwa hiyo tukiachana na huu wenyekiti wa BAKWATA, lakini pia mzee Moshi alikuwa ni kiongozi katika msikiti wetu. Ndio maana nimemuona ustazi amekuwa sana, ananiambia Juma, usisahau mzee alikuwa ni kiongozi hapa. Alikuwa na kijana mmoja, bahati mbaya si wajui vizuri wale vijana. Yule kijana anasema sisi tumekulia hapa msikitini na mzee Moshi amekuwa akitusaidia. Sasa kuwasaidia haina maana kila siku, maana yake ni pale anapoweza anasaidia, atakaposhindwa anatoa ushauri. Huyo amekuwa ni mzee Moshi. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ya mzee Moshi, yaani ukisema hapa tumuelezee mzee Moshi tutakesha. Watu wa mpira wamekuja. Ni kweli mzee Moshi alikuwa mwenyekiti wa watoto, na kama yule anko alivyosema, anasema kwenye mpira kuna mambo mengi sana, mtu anaweza akakuvunjia heshima, na ni kwa sababu ya ushabiki. Kwa sababu ukishaingia kwenye mpira lazima ukubali. Lakini mzee Moshi haya yote alikuwa anaweza kuyaaccommodate, yaani ukija na pressure anakutuliza. Nisizungumze sana, mwisho wa yote mzee Moshi amefariki tarehe 26 juzi, nadhani jioni saa 12 majira haya ya jioni. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya muungano. Inamaanisha mzee Moshi alikuwa ni mtu wa kuunganisha watu, ndio maana wote tumeungana kuja kumhifadhi mzee wetu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo nadhani yanatosha. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.